IVF kama yalivyo matibabu mengine ya ugumba, IVF imeonyesha kuwa ni tiba bora ya ugumba ikiambatana pia na IUI. Lakini IVF katika miaka ya hivi karibuni ndo kimeonekana ndio kitu ambacho mtu akikitumia kinaweza kumpa faida mapema na kupata tulizo la familia. IVF kama tulivyojifunza mwanzo ni kurutubishwa kwa yai nje ya mwili. Natural process ya kutungisha mimba ni kurutubishwa kwa yai ndani ya mwili. Sasa IVF yenyewe inarutubisha yai nje ya mwili, kwa maana ya mbegu za mwanaume zinachukuliwa pamoja na yai la mwanamke linachukuliwa nje ya mwili, mimba inatungwa, alafu baadaye inarudishwa kwenye tumbo la mama. Hii ni IVF. Lakini IUI, intrauterine insemination, yenyewe mama anapewa virutubisho, mayai yanapevuka. Mayai yakisha kupevuka, mbegu za mume wake zilizovunwa zinasogezwa karibu na yale mayai ambayo tayari yamepevuka ili kutungishwa mimba ndani ya mwili. Kwa hiyo hii ndio tofauti kubwa. Lakini moja ya sababu ya kufanya IUI au indication for intrauterine insemination, sababu kubwa ni pale mbegu za mwanaume zinapokuwa ni kidogo, kwa maana ana low sperm count. Inapothibitika kwamba mwanaume ana low sperm count, basi anakuwa na sifa ya mkewe kufanyiwa IUI. Lakini pia IUI ina failure rate ambayo ni kubwa kuliko IVF. IUI wakati mwingine, hasa kwa mwanamke ambaye ameadvance katika umri wake uko over 34, huyu yuko so likely kufeli kuconceive kwa kutumia IUI kwa sababu ameadvance katika umri. Lakini mwanamke ambaye umri wake ni chini ya miaka 34, uwezekano wa kuconceive kwa kutumia IUI ni mkubwa pale mumewe anapokuwa diagnosed na low sperm count. Wanaume wengi wamekuwa wakipata diagnosis za low sperm count, na wakati mwingine wanapata diagnosis za azoospermia, kwa maana hakuna mbegu kabisa iliyoonekana. Diagnosis kama hizi, wewe baba, zisikutie wasiwasi wala usihangaike, kwa maana umepata diagnosis ya azoospermia au low sperm count, na wataalamu wakajiridhisha kabisa, wakakwambia kwamba wewe, tumeangalia mbegu zako hazionekani na hakuna kabisa. Kwa hiyo kwa neno lile au kwa ujumbe ule, ukitokea umepewa huo ujumbe na wataalamu, uchukulia in a positive way, wala huna sababu ya kuogopa. Nenda kwa wataalamu waliobobea zaidi kwa habari ya ugumba ili kusudi wa kushauri. Kwa sasa kuna procedure inaitwa TESA. TESA maana yake ni testicular sperm aspiration. Kwa maana hiyo TESA, kwa mtu aliyegundulika kuwa hana mbegu kabisa, jawabu ambalo linaweza likapatikana kwenye familia yake ni kufanya IVF. Lakini mbegu zitapatikana kwa kutumia procedure ya TESA, kwa maana uwezo wa kwenda moja kwa moja kwenye testicles zile na kuaspirate zile cell za spermatozoa ni possible. Kwa hiyo sasa hivi hakuna kitu ambacho hakiwezekani kama umeambiwa kwamba wewe hauna mbegu kabisa. Yani azoospermia completely, there is nothing. We have not seen any element
of spermatozoa, hiyo haikupi shida. Sasa sayansi imekwenda mbali zaidi. Procedure inafanyika sasa na watu wanapata watoto wao kwa njia ya IVF kwa kupitia tesa. Kuna wengine wakina baba wengine anapopimwa, wakati mwingine anaambiwa pengine mbegu zake zimekutwa hazina mwili. Kwa mfano, mwili haupo, there is no body, there is head and tail, or there is weak body. Mwili wa ile spermatozoa inaonekana kwamba ni mwembamba sana, unafanana kama mkia, au wakati mwingine structure ya spermatozoa ile iko distorted, yani haiko sawa. Ukisha kupimwa na kuambiwa kwamba structure ya spermatozoa, kwa mfano labda kichwa hakuna, au mwili hakuna, ama mkia hauonekani, na uwezo wa zile mbegu wa kuogelea ni mdogo, wakisha kuambia wataalamu hivyo, basi wasikilize watakachokushauri ili kusudi uweze kuimprove kwenye swala hilo la mbegu. Lakini ikitokea kwamba hizi mbegu hazija improve au hazijapata nafuu kwenye swala la kuimalika kwake, bado zikaonekana ambazo zina ubora ni zile chache, bado unaweza kuzitumia zile zile kufanya IVF wewe pamoja na mke wako, na mkapata watoto ambao mtawafurahia. Lakini kwenye swala la mbegu kutokuwa na ubora, yako mambo kadhaa ambayo yanaweza yakapelekea mbegu hizi kutokuwa na ubora. Wakati mwingine mtu anazaliwa tu na nature ya namna hiyo, kwamba uwezo wa kuzalisha mbegu zenye ubora hana. Hizo zinakuwa ni genetic anomaly ambazo mtu anakuwa nazo tangu anapokuwa amezaliwa. Hiyo inaweza ikapelekea kuwa na shida ya namna hiyo. Kwa hiyo haiwezi kuwa corrected kwa sababu ni mtu amezaliwa nayo. Lakini ziko ambazo zinajitokeza katika umri wa makuzi. Unakuta kwamba mbegu zile zinakuwa na abnormalities nyingi. Kwa mfano labda structure ya mwili wa ile mbegu pengine inakuwa inafanana na structure ya mkia. Kwa hii inaweza kapelekea ile strength, ule uimara wa ile mbegu ukawa ni mdogo. Kwa hiyo inashindwa kuwa inaogelea kwenda kurutubisha lile yai. Kwa maana hiyo, ikitokea kwamba mbegu imepimwa na imeonekana kuwa na udhaifu wa namna moja au nyingine, na wataalamu wakakupa dawa ili kuimprove lakini ikashindikana, tafadhali usipoteze muda mwingi, nenda kawaone wataalamu ili uweze kufanya IVF upate watoto katika nyumba yako. Nyumba yako iweze kupata kuwa na furaha. Na wakati mwingine unaweza kupimwa, kwa mfano ukakutwa kichwa cha hakionekani, yani kwa maana ya kichwa cha ile mbegu hakipo, ama hakina structure ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kwenda kuingia kwenye yai. Ikitokea pia umeona imeonekana iko namna hiyo, msikilize mtaalamu aweze kukupatia matibabu. Na ikitokea kwamba matibabu yale yameshindwa kusaidia, basi jawabu la kuweza kupata watoto kwenye ndoa hiyo pamoja na familia hiyo ni kufanya IVF. Sababu ziko nyingi ambazo zinaweza zikapelekea hizi mbegu kuwa na structure ya tofauti. Kuna wengine wanazaliwa nazo, kuna wengine maisha yanabadilika katikati. Wakati mwingine katika makuzi unajikuta kwamba pengine ameugua, ama wakati mwingine hakuna sababu yoyote, unakuta mbegu tu zinakuwa zinabadilika structure, na mtu huyo anajikuta hana uwezo tena wa kuweza kuzalisha. Basi unapaswa kwenda na mke wako mkafanye vipimo. Vipimo hivi vikisha
kujulikana, kwa maana vikisha kujulikana kwamba tatizo hapa ni mbegu, lishughulikieni lile tatizo kwa haraka ili kusudi muweze kupata watoto wenu kwa wakati, badala ya kukaa mkizunguka huku na kule, mbegu hazionekani, na mwisho wa siku mnapoteza muda na kuchelewa. Na kama unavyojua, IVF inafanya vizuri sana kwa wanandoa ambao umri wao haujasonga sana. Umri ukisonga sana, IVF inaanza kuwa na uwezekano wa kufanikiwa unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba nendeni mkafanye vipimo na wewe na mke wako. Mnapokaa kwenye ndoa kwa zaidi ya mwaka mmoja, nendeni mkafanye vipimo. Kama hamjabahatika kupata mtoto, nendeni mkafanye vipimo. Mkishafanya vipimo na wakagundua kwamba una tatizo pengine la mbegu kutokuwa na ubora, mbegu zako zimegundulika kwamba hazina ubora, tumia dawa ambazo wataalamu watakupatia kwa muda. Fanya na ufate maelekezo waliokupatia wataalamu kwa muda waliokupa. Rudi kithibitika kwamba bado zile mbegu hazijapata nafasi ya kukua au kuongezeka, tafadhali nenda kafanye IVF. Nenda kawaone wataalamu wa kuelekeza namna gani ya kuweza kufanya IVF ili kusudi upate watoto katika nyumba yako. Na sababu nyingi chungu mzima zinazoweza zikapelekea mtu akawa na mbegu, akazalisha mbegu ambazo hazina ubora. Na hapa kumbuka, ninachozungumzia hapa ni mbegu, sizungumzii nguvu. Unaweza ukawa na nguvu za kiume, unaweza ukawa na uwezo wa kufanya tendo la ndoa mara kwa mara na ukalifanya kwa uhodari unaoujua mwenyewe, lakini usiwe na uwezo wa kuzalisha. Kwa hiyo mnapokaa kwenye ndoa kwa muda au kwenye mahusiano kwa muda wa mwaka mmoja bila kuwa na mtoto au kuwa na mimba katika kipindi hichi, basi nendeni wote kwa pamoja. Asiwepo mtu mwingine amsingizie mwingine kwamba yeye pengine ndio mwenye shida. Wote wanandoa muamke wote kwa pamoja, nendeni hospitali, nendeni kwa wataalamu. Nchi yetu ina wataalamu wengi, wamebobea kabisa katika nyanja zote. Hasa hapa kwenye ugumba tuna wataalamu wengi katika nchi. Nendeni hospitali, nendeni mkachunguzwe. Agundulike mmoja kati yenu pengine ana tatizo, litibuni mpate watoto. Msije kusingiziana, mama wewe nenda kwanza. Hapana. Kuchunguzwa kwa habari ya ugumba kunahitaji wote mwende kwa pamoja, mkachunguzwe wote kwa pamoja, majibu yapatikane kwa wote kwa pamoja, ili muweze kutibiwa wote kwa pamoja. Na linapotokea swala la nguvu za kiume, pengine kwamba nguvu zangu mimi ziko sawa na nini, wafateni wataalamu, watawaelekeza nini cha kufanya. Lakini mimi specifically nazungumzia hapa habari ya kuzalisha, habari ya mbegu. Mimi nazungumza habari ya mbegu, sizungumzii habari ya nguvu za kiume. Nguvu za kiume na uwezo wa kuzalisha, haya ni mambo mawili tofauti. Mimi hapa nazungumza habari ya kuzalisha, kwa maana uwezo wa mwanaume wa kutoa mbegu zinazoweza kuogelea mpaka kwenye yai. Hiki ndio mimi nakizungumzia hapa. Ukiwa na uwezo wa kutoa mbegu na ukatoa mbegu zile zikaweza kuogelea mpaka kwenye yai na ukapata watoto, kwa maana ukawa na uwezo wa kutungisha mimba kwa huyu mama, wewe uko sawa. Ikiwa mama amepimwa kwa kila kitu lakini hawezi kushika mimba, na wewe baba ukapimwa ukakutwa kwamba una matatizo ya mbegu za kiume, sio nguvu za kiume, mbegu za kiume, mbegu zako zina matatizo, kwa maana umethibitishwa na wataalamu wakakwambia kwamba mbegu zako hizi bwana zina matatizo,
tafadhali sana usipoteze muda. Wasikilize wataalamu, watakupatia ushauri, watakupa ushauri, watakupatia dawa. Rudi kwao mara zote watakapokuwa wanakuambia urudi, na ikitokea kwamba wamekwambia hiki hakiwezekani, kafanye kitu kingine, nenda kafanye IVF. Huo ndio ushauri ambao mimi ninakupa wewe, kwamba haiwezekani kupoteza muda, haiwezekani kutumia sijui kwenda kwa waganga, hakuna mtu ataweza kukusaidia habari ya tatizo la kiafya kama hujaenda hospitali kwa wenye afya na wataalamu wa afya wenyewe. Wataalamu wa afya ndio watakaoenda kukusaidia. Kwa hiyo nenda hospitali, nenda na mke wako, kajueni tatizo linalowasumbua ni tatizo gani, na baada ya hapo mtapata mafanikio mazuri mkifuata miongozo ya hospitali. Wanandoa wengi wamekuwa wakikaa katika ndoa kwa muda mrefu, hawapati watoto. Ukiwauliza wanakuambia tumezunguka sana. Ukiwauliza vizuri wamezunguka sana wapi, utashangaa wanakuambia tulikwenda mahali fulani, tukaenda mahali. Yaani hawana ule mfumo ambao umewekwa katika nchi yetu. Nchi yetu ina mifumo inajulikana. Kuna zahanati, kuna kituo cha afya, kuna hospitali za kanisa, kuna hospitali za madhehebu ya dini tofauti tofauti, kuna hospitali za wilaya, kuna hospitali za kanda, kuna hospitali za mikoa, kuna hospitali za rufaa, mpaka hospitali ya taifa. Haya ni madaraja ambayo yamewekwa na wataalamu wako mle kwenye zile hospitali vizuri tu. Nendeni kwenye hospitali zetu nchini. Nchi yetu ya Tanzania imebarikiwa kuwa na hospitali nzuri. Pande 4 kuu za nchi yetu zina hospitali nzuri. Nendeni kwenye hospitali, na washauri tafadhalini sana, nendeni kwenye hospitali zetu. Akina baba, ukishakaa na mke wako kwa zaidi ya mwaka mzima bila kupata mafanikio ya kutungisha mimba, nenda hospitali, kaonane na daktari ama mtaalamu yoyote anayehusika na hicho kitengo. Mwelekeze tatizo lako ni nini, ufumbuzi utaupata. Kama ni level ya dispensary, atashindwa atakupeleka kituo cha afya. Kishindwa atakupeleka hospitali ya wilaya au hospitali ya community ambayo kwa eneo lile ndio ina ubora wa kuweza kutoa huduma. Utakwenda hospitali ya mkoa, utakwenda hospitali za rufaa, mpaka hospitali ya taifa. Baada ya hapo ukafika kule, wataalamu wakajiridhisha kwamba wewe mbegu zako ni kidogo, basi na kupendekezea usichelewe, sijui kwenda kula miti shamba, sijui kula nini, sijui kula manini. Usichelewe, kafanye IVF. IVF sasa ni njia bora ya kutibu ugumba. Watu wengi wamefurahia maisha na ndoa zao kwa sababu ya matibabu mazuri yanayotolewa kwa IVF. IVF sasa inatolewa katika nchi yetu. Matibabu ya IVF yapo sasa katika nchi yetu ya Tanzania, lakini matibabu haya yapo pia duniani kote. Unaweza kwenda katika dunia yote, ukatembea duniani kote na ukahudumiwa. Hakuna mtu ambaye leo anaweza kakosa huduma hii ya IVF. Ukapata watoto wako nao wahitaji, ukawapata kwa wakati bila hata kuchelewa, na ukachagua ni jinsia gani unataka. Na wakati mwingine IVF imeonyesha kuwa na ubora zaidi wakati mwingine kwa mtu, kwa mfano mwenye magonjwa ya kurithi kama sickle cell, kisukari, pengine yakawepo magonjwa mengine ya kurithi. Wataalamu wanao uwezo baada ya kupata embryo kwenda kufanya uchunguzi na kuyaondoa yale magonjwa yote ya kurithi kabla ya kumrudisha mtoto kwa mama yake. Kwa hiyo hii ni advantage kubwa sana ambayo IVF imekuwa nayo. Hata wale wenye matatizo, kwa mfano mtu amepooza kwa mfano, na akiwa na umri mdogo akapooza,
ni mwanamke kwa mfano akapooza akiwa na umri mdogo, wakati huo akiwa na mume wake, bado wakiwa ni wadogo ama ni watu wa umri wa kati lakini hawajapata mtoto, huyu mama pia anaweza akatumika kwa kuchukua mayai yake na baadaye akapata watoto kwa kutumia surrogate mother. Kwa maana huyu yuko kitandani, umri wake bado mayai yake yana afya njema, yale mayai yanaweza kuvunwa, alafu baadaye akapatikana surrogate mother kwa ajili ya kumpatia watoto huyu mwanamke ambaye amepooza, yuko kitandani kwa muda mrefu. Kingine ambacho advantage nyingine ambayo IVF inayo kwa sasa ni kwamba unaweza ukawa ni kijana na unakwenda vitani kwa mfano, ama umetumwa kwa special mission somewhere, na unatamani pengine baadaye ukirudi utumie mbegu zako kuzaa kwa mfano. Unaweza kuamua kutembelea IVF center yoyote ile, ukaenda kufanya storage ya mbegu zako, halafu ukaenda zako vitani miaka utakayomaliza huko, ama ukaenda zako kwenye hiyo mission ambayo unakwenda nayo, ama umekwenda pengine masomoni, ama umekwenda kwenye kazi ambayo pengine exposure ya mbegu zako kwenye hiyo aina ya kazi unayofanya inaweza ikapelekea pengine kukufanya wewe baadaye usiwe na mbegu nzuri, kwa sababu wakati mwingine kuna aina za kazi ambazo mtu unaweza ukawa exposed nazo, mwisho wa siku zinaweza zikaathiri mbegu yako. Lakini kama unajua nature ya ile kazi unayokwenda kufanya na ikatokea kwamba unakwenda kwenye ile kazi kufanya, unaweza kufanya storage ya mbegu zako kabla ya kwenda. Lakini kitu kingine, unaweza ukawa unaanza hatua za kwanza za kuugua, kwa mfano prostate cancer kwa mfano, au saratani yoyote ile ambayo unahisi kama inaweza kufika sehemu ukajikuta unaanza kutumia matibabu kama ya chemotherapy na kadhalika. Na kama unavyojua, unapoanza kutumia matibabu ya chemotherapy na matibabu mengine ambayo yanahusika na matibabu ya kansa, inaweza ikapelekea pengine zile mbegu zako kuathirika. Kwa cha kufanya, unaweza kufanya storage ya mbegu zako kabla haujaingia kwenye yale matibabu ambayo pengine yanaweza akakuchukua muda mrefu, halafu mke wako akatumia hizo mbegu kwa ajili ya kufanya IVF na bado familia yako ikaendelea kuwa na furaha. Lakini kingine katika dunia ya sasa ni kwamba mtu anaweza kuwa na ugonjwa ambao ni very chronic. Anaweza akawa na kidney problems, chronic kidney problems au renal problems. Wakati mwingine anaweza akawa na cardiac issues, kwa maana inakuwa ni contraindicated kwa yeye kubeba mimba. Huyu mama anaweza akaopti kutoa yale mayai yakatumika kwa ajili ya surrogate mother. Anaweza akamsaidia huyu mama pia kumbebea mtoto. Na kama wanandoa pia wanaishi mbalimbali, au nature ya kazi zao inawasumbua, ama wakati mwingine mmoja kati yao pengine afya yake si nzuri, wanaweza pia wakaopti kupata surrogate mother kwa ajili ya kuwabebea mtoto wao. Kwa hiyo IVF iko na faida nyingi, faida ziko chungu mzima. Na IVF sasa imeleta furaha katika familia nyingi. Jamii sasa imefurahia kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anaweza asiwe na uwezo wa kuitwa mama. Kwa hiyo mwanamke yoyote sasa ana uwezo wa kuitwa mama, kwa sababu IVF imeleta jawabu katika maisha ya watu wengi. Na kwa vijana katika umri mdogo kwa mfano, unaweza kuamua
Unaweza kuamua kwenda kutunza mbegu zako tu, kwa sababu hayo ya kesho huyajui. Ukaamua hizo mbegu zako zikatunzwe. Kwa msichana pengine akawa bado yuko chuo kikuu kwa mfano, akaamua kutunza mayai yake pia kadha wa kadha, yeye akaendelea na masomo mpaka anakuja kumaliza PhD, basi ndo anarudi anasema basi mimi nahitaji kuzaa kwa wakati huu. Kwa mayai ambayo yatatumika ni yale mayai yake ambayo aliyatoa kipindi ana miaka 20 au ana miaka 25. Kwa hiyo bado anapata mtoto ambaye ana structure pamoja na characteristics kama za mtoto mwenye miaka ile yai, kama yai kama mtoto aliyepatikana kwenye yai lenye miaka 25. Kwa hiyo umri unapokuwa mdogo ndo uwezo mkubwa wa kupata yai lenye quality nzuri, yai lenye ubora linapatikana kwa mwanamke ambaye umri wake unakuwa mdogo, hasa miaka ya 20 na kuanzia 20 mpaka 29. Katikati hapa kunakuwa na mayai mazuri na yanakuwa na afya njema kuliko hiyo miaka inapokuwa inaendelea. Kingine, mwanamke anapokaa na mwanaume, kama mwanamke ana miaka zaidi ya 36 na akakaa na mwanaume kwa muda wa miezi 6 tu bila kushika mimba, huyu mwanamke na mwanaume wanapaswa waende wakaangalie namna gani ya kutengeneza swala lao la afya ya uzazi, kwa sababu katika umri wa miaka hiyo 36 uwezekano mkubwa wa kushindwa kupata mtoto kwa njia ya kawaida unaanza kuwa mkubwa. Kwa hiyo ni bora, the earlier the better, wakimbie haraka, waende waangalie matibabu mapema kabla ya mambo hayajakuwa magumu. Kwa hiyo unaweza kufanya tendo la ndoa vizuri, lakini usiweze kuzalisha. Kuwa na uwezo wa kufanya tendo la ndoa hakukupi garantii ya wewe mwanaume kuwa na uwezo wa kuzalisha. Kwa swala la afya ya uzazi linapaswa kuzingatiwa na wanandoa wote. Baba na mama wote muweze kuwa na uwezo wa kwenda kuchunguzwa kwa pamoja. Kwa hiyo kama mnaweza kuwa na uwezo wa kwenda kuchunguzwa kwa pamoja, hili swala linaweza likapata ufumbuzi haraka zaidi kuliko kumtuma mama peke yake aende alafu baba wewe uko nyumbani. Nendeni wote kwa pamoja, nendeni mkachunguzwe wote kwa pamoja, angalieni shida ni nini iliyojitokeza kwa pamoja, alafu mwisho wa siku mpate majibu ya pamoja, mshughulike na jambo hili kwa pamoja, ili kusudi mpate jibu mapema, muweze kufata njia ambazo wataalamu watawashauri kuzifata. Kwa hiyo nawapendekezea ya kwamba nendeni mkatibiwe nyinyi wote wawili. Nchi yetu ya Tanzania sasa ina hospitali kila mahali. Hakuna kisingizio cha kusema kwamba sisi hatukuambiwa. Mimi nimewaambia ya kwamba nchi ya Tanzania sasa iko na hospitali kila mahali na ina wataalamu kila mahali. Nendeni mkawaone wataalamu hawa, wawashauri kwa habari ya matatizo ya uzazi, matatizo ya ugumba, specifically ugumba, kwamba tumeshindwa kupata mtoto kwa muda huu na huu na huu, tunaomba msaada. Madaktari na wataalamu katika nchi yetu watawasaidia kokote kule. Hakuna kusema mimi niko mahali fulani, niko mahali fulani. Hapana, ni kokote kule wanaweza wakakusaidia. Kwa hiyo nendeni mkachunguzwe wote, wewe na mume wako.